Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God, praise God, praise God. Nimekuja tena and I thank God na mshukuru Mungu kwa sababu clips zangu zinazungumza sana na zile simu ambazo ninapigiwa zinanitia moyo sana kwa sababu watu wanaanza kugundua kile kitu ambacho ninazungumza. Sasa nataka kuzungumza kuhusu mambo matano. No, these are 7, mambo 7 ambayo nataka unisikilize kwa akili yako, si ile ya kuzaliwa, akili ya kimungu. Akili ya kimungu, maana ukinisikiliza na akili ya kawaida na ya masomo uweze ukanielewa. Kumbuka mara nyingi ninawaambiaga kwamba maisha ni roho. Life is spiritual. Usipoelewa hivyo utaishi na shida, utaishi na mashida. Kwa sababu nilikuambia maagano ambayo yanafanywa katika ulimwengu wa roho ni mpaka yatolewe huko na ulimwengu wa roho. Mamlaka iliyoenda kwa ulimwengu wa roho ikakubaliana mambo fulani, ni lazima kuja mamlaka iliyo na nguvu kuliko hiyo. Sawa sawa? So that you can undone what was done. Shida yenu moja. Shida yenu ni moja tu. Nimekuambia ukisikia maneno yale ninazungumzaga ni maneno mazito ambayo yanapingwa mpaka na wahubiri wa dini. Watu walio na roho za kuzimu na wako kwa madhabahu. Maana huwezi pinga kitu ambacho ni cha ukweli na kiko katika maandiko. Maandiko inasema watu wangu wanapotea kwa kosa maarifa. Sawa sawa. Sasa right now nataka kuzungumza kuhusu kitu kinaitwa mambo fulani yanayohusiana na jamii, relationship, ndoa nini. Sasa nisikilize. Kama ulishawahi kuwa kwa ndoa zaidi ya mara moja, uliolewa mahali ukawachwa, ukaoa mahali ukawachana ama ukawachwa, hiyo ikaisha hivyo, ukajichukua kwa ndoa nyingine tena ukawachwa, unanielewa, ama ukaachana zaidi ya ndoa moja, ukatoka huko na watoto ama watoto wako wakaenda, nisikilize tu. Ukiona sijui kile nasema si block me. Usiingie kwa relationship, usiingie kwa ndoa nyingine kabla hujatoka kwa ndoa ya kwanza. Kama uliolewa mara ya kwanza ama ukaoa mara ya kwanza mkaachana, utafute dhabihu ya kuvunja hiyo roho ya kwanza. Kama ulikuwa kwa ya pili ama ya tatu ama ya nne, kuna watu wana kipawa cha kuolewa na kuoa na kuachana hiyo. Uingie kwa nini? Utafute dhabihu. Kama uliolewa mara 3, hizo ni dhabihu 3. Kama uliolewa mara moja ukawachwa, hiyo ni dhabihu 1. Uvunje, ufanye talaka katika ulimwengu wa roho, ufanyiwe ibada ya kutoka kwa ile ndoa. Maana usipofanya, hata ukiolewa kwingine, ile roho iliyokutoa kule itakutoa huko. Hata uolewe mara 20. Umeona watu kwa hii Kenya, hata wengine ni maselebu, hata watu wakubwa sana, wameolewa, wameoa zaidi ya mara 7 na wameachwa. Na bado shida si sura, muonekano, shida ni ulimwengu wa roho. Ile ndoa ingaliko, ndoa ya kwanza ingali inapinga hii. Kuna roho ilikutoa kwa ndoa ya kwanza, sawa sawa, na sasa kuna hilo ndoa umeingia, ile ilikutoa kule. Kama hutafanya ibada, kama hutatafuta dhabihu ya kufanyiwa ibada, utolewe kwa huko, ndio sasa ndani yako kuwe kuna nafasi ya kuolewa tena ama kuoa. Umenielewa hiyo? Tafuta dhabihu ya kufanya ibada. Sawa sawa. Number 2, mahusiano, relationship. Unachumbia kwa leo, unawacha. Kuna wanawake mtanitazama hapa, umefanya mapenzi na kabila zote za Kenya. Wewe mwanamume anakuja kwako tu, anafanya mapenzi na wewe, anakuacha. Kuna wanaume nao unapatana tu na mwanamke, mkifanya mapenzi anatoka. Kuna roho fulani ya sijui ni ya zinaa iko ndani yako. Every time you sleep with that boyfriend or that fiancé of yours, mnaachana, mwanamke au mwanamume anakuacha.
Sasa ukitoka kwa relationship moja, wacha kuingia kwa relationship. Wewe unanitazama hapo, si uliachwa jana, uliachwa last month. Si ndio? Uliachwa leo. Si ndio? Unaumia sasa, unataka kutafuta mwanaume au mwanamke, ati dawa ya kuachwa ni kutafuta mwanamke au mwanaume mwingine. Acha upumbavu. It's a spiritual matter. Kumbuka, ukijiingiza katika mahusiano mengine, unaongeza wanaume wengine au wanawake wengine kwenye anga yako. Sawa sawa. So dawa ya wewe kuingia kwa relationship nyingine ni kwamba upone, number 1, na ukubali vile kumeenda. Number 2, which is very important, utafute dhabihu ya kuvunja madhabahu. Mahusiano yale mlikuwa nayo uyavunje katika ulimwengu wa roho. Maana ukiingia kwa relationship nyingine, kama bado hujavunja madhabahu hayo kwenye anga, bado hata huyu atakuacha. Sawa sawa. That is number 2. Number 3, ulisalitiwa na mpenzi. Kusalitiwa ni aje? Wewe umeenda mpaka mumeona wazazi wa msichana ama wa kijana. Alafu mnakaa na every friends wanajua, kila mtu anajua ya kwamba wewe ni wa fulani. Lakini unapata kwamba alikusaliti. Anakusaliti na best friend yako, anakusaliti na workmate, anakusaliti na neighbor, anakusaliti tu na kimutu tu kimetokana na huko tu, maana kina pesa ama kina fame ama kiulevi tu, mulienda mkalewa nini, all those things. My friend, usiku utakuja olewa ama utakuja oa, hiyo relationship ya ndoa yenu haitadumu, maana ndani yenu kuna dosari. Inside you spiritually kuna dosari, kuna mahali ya kuingiani. Unanielewa? Mimi najua kile nakwambia. Ukiona mimi ni mpumbavu, endelea, mapasta ni wengi. Sawa sawa. Tafuta dhabihu inaitwa ya utakaso. Utakaso spirit yako, ndio Mungu akupatie mtu ambaye ametakasika kama wewe. Sawa sawa. Tuende number 5. Hii iko na huzuni kidogo. Kama uliambukizwa maradhi, ukimwi, kaswende, sijui nini, gonorrhea, uliambukizwa magonjwa hayo ya zinaa na nani? Na mpenzi wako. My friend, hata kama ulitibiwa, ukumbuke kidonda kingali ndani yako, and life is spiritual. Utafute dhabihu ya kufanyiwa ibada. Ufanyiwe ibada, utolewe kwa ile machungu na utolewe kwa ile maradhi. Sawa sawa. Uliletewa ukimwi, uliletewa whatever uliletewa. Ngoka huko. Mtu wa maisha ni roho, mtu anangokaga katika ulimwengu wa roho. Na nilikwambia sio kila pasta unaona akipayuka anaweza akakusaidia. Mimi I deal with a lot of people, they tell me nilitoa dhabihu, nilifanya. Ulienda kwa nani? Don't follow a pastor because he's popular. No, ask God to show you. Hata mimi usinifuata kwanza, nisikilize usikie kama niko na roho wa Mungu. Sawa sawa. Number 6. Kama mchumba au mke au bwana alikufa, you are married, uliolewa na harusi ama traditional ama kamuistoi, bwana yako mke wako akakufa. My friend, kule umeolewa ama kule utaolewa ama kule umeoa, my friend, ile roho iliua yule mke wako wa kwanza ama bwana yako wa kwanza iko ndani yako. Roho zinaishigi ndani ya watu. Munisikilize. Hiyo madhabahu ya mauti itaua huyo bwana yako kwenye huko sahi. Itaua huyo mke wako unless utoe dhabihu ya familia ya kujitenga na mauti. Ni sawa sawa. It's up to you. Maamuzi ni yako. Yesu alimaliza mbona hakukulindia bwana yako ama mke wako? Si utumie common sense. My people perish because of lack of knowledge. Kwa sababu ya kiburi. Hosea 4:6. Number 7. Kuacha siku ya harusi. Uliachwa siku ya harusi. Harusi ni kesho, unawachwa leo. Ama mkafanya harusi na bado ukawachwa. Tafuta dhabihu ya kuvunja hiyo talaka. Namba yangu iko hapo kwa bio. Finya hiyo picha yangu ama nisikilize. 0720440297. Vunja madhabahu za talaka. Otherwise, mpaka watoto wako wataolewa, wataoa na watawachwa.
familia